Iran inajiandaa kumtangaza kiongozi wake mpya wa juu wa kidini baada ya kura iliyofanyika mapema leo, hatua inayokuja saa chache tu baada ya Israeli na Marekani kushambulia visima kadhaa vya mafuta mjini Tehran. Paul Nzioki anatuarifu zaidi. Kwa mujibu wa mmoja wa maulama walioshiriki zoezi la uchaguzi kumsaka mrithi wa Ayatollah Ali Khamenei ambaye aliuawa mwezi uliopita katika mashambulizi ya Marekani na Israel, amesema uamuzi wa jumla umefikiwa bila hata hivyo kutaja jina la aliyechaguliwa. Ahmad Ahalamoda amesema baraza lao linatarajiwa kumtangaza kiongozi mpya ndani ya saa chache zijazo, vyanzo kadhaa vikidai kuwa huenda mtoto wa Khamenei akarithi nafasi ya baba yake. Kufuatia tangazo hilo, serikali ya Israeli imetoa honyo kali ikisema haitasaa kujibu mashambulio dhidi yake, hali inayozidisha wasiwasi wa vita hivyo kuchukua muda zaidi. Zaidi ya raia 100 wa Iran wakiwemo wanadiplomasia walihamishwa kutoka Beirut usiku wa kuamkia leo kwa ndege ya Urusi, afisa mmoja wa Lebanon amesema leo, baada ya serikali ya nchi hiyo siku ya Alhamisi kupiga marufuku shughuli zozote za jeshi la Iran ambalo linaunga mkono wanamgambo wa Hezbollah. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron atazuru Cyprus hapo kesho, ofisi yake imesema, wakati huu Paris ikipeleka meli za kivita katika bahari ya Mediterranean kufuatia shambulio la ndege zisizo na rubani huko Cyprus siku chache zimepita. Polisi wa Oslo wamesema leo kwamba mlipuko katika ubalozi wa Marekani nchini Norway usiku wa kuamkia leo huenda ukawa ni kitendo cha ugaidi, lakini wakasema uchunguzi zaidi unaendelea. Venezuela iliwaachilia uhuru wafungwa kadhaa wa kisiasa siku ya Jumamosi kutoka jela lililopo katika mji mkuu wa Caracas kufuatia kuanza kutumika kwa sheria mpya. Shambulio la ndege zisizo na rubani katika masoko mawili katika miji inayodhibitiwa na wanamgambo wa RSF kusini magharibi mwa Sudan siku ya Jumamosi liliua watu 33 kwa mujibu wa vyanzo vya matibabu katika eneo hilo. Jua haki zako na Benson Wakoli, kila siku ya Jumatatu saa 2:46 asubuhi na Jumanne saa 1:46 asubuhi. Karibu tena. Bujumbura, Burundi, unafuatilia matangazo haya kupitia kwa mita bendi ya 96.1 na pia mita bendi ya 103.7. Mamlaka nchini Guinea hapo jana zilitangaza kufuta vyama vya siasa 40 ikiwemo vyama vikuu vitatu vya upinzani, hatua ambayo ni mwendelezo wa kujaribu kuminya uhuru wa watu kutoa maoni chini ya utawala mpya wa General